Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni ambaye tena ametupa nafasi siku ya leo na saa hii na tukutane kupitia ukurasa huu tena. Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba mimi na wewe tupate kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye Zaburi ile ya 59 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Biblia inasema hivi: E Mungu wangu, uniponye na adui zangu, uniinue juu yao wanaoshindana nami. Uniponye nao wafanyao maovu, uniokoe na watu wa damu. Kwa maana wanaoniotea nafsi yangu, wenye nguvu wamenikusanyikia. E Bwana, si kwa kosa langu wala si kwa hatia yangu. Bila kosa langu uenda mbio, ujiweka tayari. Uamke, uonane nami na kutazama. Hili ndilo neno la Mungu ambalo katika siku ya leo na katika majira haya tumepewa tena kulisoma, lakini kulitafakari. Kila mtu ana adui. Unaye adui unayemjua na usiyemjua. Na adui ni adui, awe na silaha ndogo, awe na silaha kubwa, awe ni mwenye nguvu au ni dhaifu, lakini ni adui. Na Yesu alisema adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwako. Unahitaji nini ili uwe salama? Unamhitaji Mungu mwenye uwezo wa kupambana na kupigana vita dhidi ya maadui wenye nguvu kwenye maisha yako. Zaburi inasema, E Mungu wangu, uniponye na adui zangu, uniinue juu yao wanaoshindana nami. Wako wanaoshindana na wewe, si kwa sababu nyingine. Ni wakati wa Mungu uliye naye kutambulika, kufahamika, uweza na ukuu wake ujulikane, kwa sababu yeye ni Mungu zaidi ya miungu mingine. Neno hili linasema uniinue juu yao wanaoshindana nami. Maana yake wanaoshindana nawe wana uwezo, kama hauna Yesu, wakawa juu yako, na wakawa juu yako kiroho, wakawa juu yako kimwili. Uniponye nao wafanyao maovu, uniokoe na watu wa damu. Watu ambao kuyatoa maisha ya watu wengine kwa sababu ya kila wanachokitafuta au wanachokitaka, kwao sio shida. Ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai, hawa maadui wenye nguvu, watu wa mikono ya damu, wasioogopa, wasiosita kutafuta wanavyotaka kupitia uhai wa mtu au kitu kingine chochote, wanapokujia wakutane na Mungu aliye hai, wakutane na neema ya Mungu inayokulinda. Kinyume cha neema, kwao yatakuwa matatizo. Kwa maana wananiotea nafsi yangu, wenye nguvu wamenikusanyikia. Unajua kinachojadiliwa ni nguvu ya Mungu uliye naye. Sio kwamba wangekushindwa wewe, na inawezekana wangekusha kukuondoa. Makusanyiko yao hayana matokeo kiroho wala kimwili kwa upande wako, ila wao wameshindwa na wanakukusanyikia kwa sababu wanajua una Mungu mwenye nguvu, na wanajaribu kutafuta namna ya ushirika na nguvu za namna mbalimbali ili waweze kukushambulia. Ajabu ni kwamba
kabla hawajafanya mashambulizi yao, Mungu alikwisha kukutetea. Bwana, si kwa kosa langu wala si kwa hatia yangu. Bila kosa langu huenda mbio, hujiweka tayari. Yaani bila hata makosa, wako tayari kukushambulia. Wako tayari kuhakikisha kwamba hautakuwa na furaha. Ni maombi yangu kwa Mungu, wakati wao wanajipanga kukushambulia, mbingu ziwe upande wako kukutetea, na neema ya Kristo ikukalie dhidi ya maadui wa kiroho na wa kimwili. Mipango na mikakati yao isifanikiwe kwa namna yoyote. Haijalishi wanacheka na wewe, wanakula na kunywa na wewe, lakini neema ya Kristo ikukalie. Damu yenye thamani ikaendelee kukutetea. Kumbuka, sio kwa nguvu zako, kwa sababu unaye Yesu. Na ni maombi kwa Mungu aliye hai, ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai, ya kwamba ukumbukwe daima wewe na kizazi chako. Hawapendi kuiona furaha yako, kwa sababu kwao furaha ni kuona machozi yako, ni kuona kilio chako. Wacha walione tabasamu lako, kwa sababu Mungu ameruhusu utabasamu katikati ya shida na dhiki, katikati ya maadui. Mkono wa Mungu uko ukuokoe. Bwana akubariki. Amen.